الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، kabla ya kuanza darasa yetu, kitabu ambacho kama tumekuwa tukidurus na kustafidi nacho cha Tuhfatul Mawdud, na tukua fursa hii ya kalima fupi, na sisi tunaona sasa hivi tumekuja kuswali hapa juu. Haya yote ni katika matayarisho ya mgeni mtukufu, naye ni Ramadhan, mgeni ambao kwamba salafu saleh walikuwa wakitukua miezi kujitayarisha na kujiandaa kwa mwezi mtukufu kama huu, mwezi wa ibada. Na wafanye biashara, utakuta katika musim kama hunu mwenye kuimport nguo, vyakula, ili aweze kufanya biashara katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, anafanyia hesabu zake. Na sisi kama wanadamu sote tufanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa afya, amekupa afwa, amekupa umri wafikiwa na huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo ilipokuwa kufanya na biashara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo tukufu, saa zote sisi kukumbushana kwamba hizi siku chache zinazokuja, na ikiwa tumeandikiwa umri zitapita vile vile, ni muhimu sana sisi tuweke katika barnamiji yetu kuongeza katika elimu, kuongeza katika kusoma Qur'ani, kufanya ikhlas katika ibada zetu, na kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa anwa min al-ibadat. Ndio nimeona kabla ya kuanza darasa yetu tuweze kujikumbusha jambo kama hili. Katika aya tukufu utakuta tuambiwa walladhina amanu ashaddu hubban lillah, watu wanampenda Mwenyezi Mungu, lakini wale wanaompenda Mwenyezi Mungu kisawasawa, wao mapenzi yao kwa Mwenyezi Mungu ni makubwa zaidi. Ndio Ibn al-Qayyim rahimahullah asema ar-raghba fillahi, ile raghba yako kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu, kuwa wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio mwelekeo wako, na shauq ila liqai, na hamu ya wewe kukutana na kipenzi chako na ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama mtume wetu salawatullah wasalamu alayhi alivyokuwa akihisi kwamba mimi nitakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu, bali rafiqil a'la, bali rafiqil a'la. Na kadhalika sisi tunapokuwa katika musim kama huno, tujitayarishe ili kwa tukutana na musim wa kufanya ibada ambao kwamba utatupa sisi bridge ya kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu kwa uzuri zaidi. Rasu mali al-abd, capital ya mimi na wewe ni huu umri tulionao. Kwa hivyo wewe ni ufanye ili uzidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, upate furaha ya leo duniani na furaha ya yaumul qiyama. Baada ya kuzungumza haya machache, tuarudi katika darasa yetu kuhusu muhimu sana kuchagua mke, kama tulivyozungumza katika durusa mwanzo. Na ukipata mtoto ni muhimu sana kuzingatia haya. Tulizungumza katika wiki iliyopita, uwe na husnul ikhtiyar al-ism ya ule mtoto, umchagulie mwanao jina zuri. Utakuta kwamba hii nafsi usidhulumu, na nafsi ya mwanao usimdhulumu. Ukimchagulia jina baya, kesho atakuja kukulaumu. Katika majina ambayo kwamba salafu saleh wamekuja kutufahamisha, usimwite mtu jina lake ikawa ni Firaun, Qarun, Haman. Haya ni majina ambayo kwamba hayana mifano mizuri. Kwa hivyo usije wewe katika kumchagua mtoto wako, kumchagulia jina ukamwita katika majina kama haya. Kadhalika katika kufundishwa, usije ukampa jina Jibril, Mikail, Israfil. Haya ni majina ya malaika. Usije ukamwita mtoto wako katika majina kama haya. Kadhalika katika mlango mwingine unakuja hapa katika kitabu chetu, ma hukmu takniyatul maulud bi abi fulan au ummu fulan. Umpata mtoto, je, waweza kumwita kwa kutumia kunya abu fulan, ummu fulan, ikiwa ni mtoto wa kike au ni mwanamke kwa jumla? Naam, yajuzu takniyatul maulud bi abi fulan, inafaa, inaruhusiwa kumwita mtoto wako kwa kumwekea ile kunya abu. Imepokewa kwa mtume wetu Muhammad sallam, ahsanu an-nas khuluqan, wa kana, atuambia Anas bin Malik,
alikuwa mtume wetu sallam ana maumbile mazuri, ana tabia nzuri. Na yeye Anas alikuwa na ndugu yake ambao kwamba aliitwa Umair, Abu Umair. Sasa mtume wetu sallam akawaamwita Abu Umair, ya lake ni Umair, akawaamwita Abu Umair. Hii yote ni kuonyesha kwamba waweza ukamtukuza ule mtu ukamwita Abu fulani, na hakika yapendeza na ni kumkirimu ule mtu ukumwita Abu Luqman, Abu Saleh, kushinda kumwita mtu jina kavu Said, Salim. Mfano Sheikh Said, Ammi Said, lakini uje tu kavu kavu namna hiyo, mtu mzima kwa umri na cheo, lakini uje umwite tu jina kavu namna ile. Sasa Uislamu kwa kuzingatia kunya, ikaja unaweza kumtilia mtu kunya Ummu fulan, Abu fulan, na haya mambo yalikuwa yako katika Jazira Arabia, katika Waarabu. Hata mama yetu Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha hakuwahi kuruzukiwa na mtoto, na Aisha hakupata mtoto. Alikuwa apenda sana na mtume wetu Muhammad sallam katika wake zake, lakini hakupata mtoto. Hasa wakati mmoja akamwambia mumewe, ya Rasulullah, wake zako wengine au wanawake kwa jumla wakiitwa kwa ummu fulani, mimi pia natamani kuitwa ummu fulani. Sikupata mtoto, lakini nataka kuitwa kwa kunia. Sasa na mimi nifanye nini? Mtume wetu Muhammad sallam akamfahamisha, akamwambia, na wewe ni Ummu Abdullah. Hakuzaa, lakini akampa ile kunia kwamba yeye aitwe Ummu Abdullah. Abdullah ni mtoto wa ndugu yake wa kike. Aisha na Asma ni watoto wa Saidina Abu Bakar. Asma binti Abi Bakar na Aisha binti Abi Bakar. Sasa Aisha hakuzaa, Asma amezaa. Katika watoto wake mmoja ni Abdullah ibn Zubair, babake ni Zubair. Sasa akamwambia, wewe utaitwa kwa jina la mtoto wa nduguyo, akawa Aisha anaitwa Ummu Abdullah. Sasa yote nini? Kwamba mwanadamu ataka kutukuzwa na Mwenyezi Mungu ametutukuza, wa laqad karramna bani adam, laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Aliyetuumba ametufundisha sisi, mtume wetu Muhammad sallam aliyetuumba ni Mwenyezi Mungu, na ametufundisha tutukuzane, tuheshimiane, tuzingatiane. Sasa katika kuzingatiana ni haya yapatikane. Kadhalika utakuta kwamba ile kumwita mtu katika majina Ar-Razzaq pia limekuja kukatazwa. Ar-Razzaq ni Mwenyezi Mungu. Yaweza ikamjia mtu, napenda jina la Ar-Razzaq, napenda jina Al-Khaliq, ukaamua mwanawe umwite jina hilo, ni katika mambo yamekuja sisi kufundishwa tusifanye hivyo. Nikimalizia, yushra'u taghyir ismu as-sabi biismin akhar. Mfano mtu ashachaguliwa jina, lakini jina lile likawa si zuri, je, yafaa kubadilisha jina? Angalia, Uislamu umezingatia yale maadili, qiyam na akhlaq, ule mtu apate jina ambalo kwamba yeye atafurahi nalo. Mtume wetu Muhammad salawatullah wasalamu alayhi, wajukuu zake ni Al-Hasan wal-Husain na wengineo, kutokana na Fatima. Sasa Fatima radhiallahu anha mumewe ni Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib alipomzaa mtoto wake, katika watoto wake aliozaa, mmoja alimwita Harb. Harb ni vita. Sasa mtume wetu Muhammad sallam alipoona mjukuu wake ameitwa na babake Ali bin Abi Talib kwa jina lile Harb, akalibadilisha, akamwambia mchagulie mwanao jina zuri, Harb ni vita. Ndio ikaja Hasan, alilochagua ni yeye mtume wetu Muhammad sallam kumchagulia Hasan na Al-Husain. Kwa hivyo aliitwa Harb, lakini kisha mtume wetu sallam akalibadilisha, akaliita kwa jina la Al-Hasan. Kwa hivyo alhamdulillah, hii yote nini? Kutukuzwa yule mwanadamu. Kwa hivyo na sisi maadamu alhamdulillah tuishi, umpata mtoto, umpata mjukuu, kama nilivyotangulia katika utangulizi wangu wa kwanza katika kitabu hichi kitabu cha Tuhfatul Mawdud, alikuwa ni babu alipopata mjukuu akaona zawadi ya kumpa mwanawe ni kumwandikia hichi kitabu, ampe ni kama zawadi, kimfae yeye mwanawe na kiwafae watakaokuja baada yake. Leo sisi tunufaika, na ndio kufanya jambo jema
unakuta ukimtaja ule mtu wasema rahimahullah, rahimahullah, Mungu amrehemu, kwa sababu amfanya jambo kubwa kama hili, akazikusanya hizi hadithi akazifanya kwa njia mzuri, sisi leo tukaweza kustafidi. Tusisahau kitu kimoja, yule mtoto ukimlea vizuri, kesho wewe ushatangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, itakuwa ndio ile au waladun saliha yad'u lahu, umemlea, umemfundisha, umemsimamia. Na sisi tusisahau, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, sote tutakwenda kuulizwa. Mtoto yaumul qiyama na mwinginewe yoyote watakuwa ni wenye kuhisabiana. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sha'nun yughni. Kwa hivyo watakwenda kuhisabiana, babangu amenifanyia hivi, mwanangu amenifanyia hivi, ahli yangu amenifanyia hivi. Kwa hivyo katika dakika zetu chache hizi tumeona tukumbushane katika, ukipata maulud umpe jina zuri na ufanye bidii umlee malezi mazuri, umfundishe Qur'an, ili alhamdulillah ile itamfaa yeye duniani na itamfaa yeye yaumul qiyama. Kwa haya machache, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran, jazakumullah khair inshallah.